Watu wengi wanaamini kuwa kuomba ni kupiga kelele kwa sauti kuu, lakini ukweli ni kwamba maombi ni sheria ya kisheria, legal procedure. Ikiwa unagonga mlango ambao huna ufunguo wake, hautafunguliwa hata ukitumia nguvu kiasi gani. Leo nitakufungulia pazia la siri 5 kuu ambazo zimekuwa zikizuia majibu yako kwa miaka na jinsi ya kuzivunja leo. Sasa basi, siri ya kwanza ni siri ya mizani ya haki au legal grounds. Kiroho kuna mahakama. Shetani anaitwa mshtaki wa ndugu. Unapoomba kitu ambacho bado una deni la kisheria nacho, ama kupitia kutokusamehe, dhulma au maagano ya kale, maombi yako yanazuiwa kisheria. Sasa siri ni hii: huwezi kupokea baraka kwenye meza ambayo umeipata kwa hila. Mbingu haiwezi kukiuka sheria zake yenyewe ili kukufurahisha wewe. Sasa siri ya pili ni siri ya motisha wa siri, the hidden motive. Mara nyingi tunaomba kwa vinywa vyetu, lakini mioyo yetu inaomba kitu kingine. Unajua ni kwa nini? Kwa sababu Mungu hajibu maneno, anajibu nia. Siri ndio hii: kama unaomba fedha ili uonekane au uwakomeshe adui zako, maombi hayo yanakufa njiani. Maombi yanajibiwa ni yale yanalenga utukufu wa ufalme, si utukufu wa ego yako. Siri ya tatu ni siri ya wakati wa majira, kairos ama kronos. Sisi tunaishi kwenye kronos, wakati wa saa na kalenda, lakini majibu hutoka kwenye kairos, wakati uliokusudiwa wa Mungu. Siri iko hapa: wakati mwingine jibu ni bado. Ukipokea tunda kabla halijapevuka, litakuumiza tumbo. Mbingu inasubiri wewe ukue ili uweze kubeba kile unachokiomba. Maombi mengine hayajibiwi kwa sababu bado huna uwezo wa kuyatunza, capacity issue. Siri ya 4 nayo ni siri ya upinzani wa anga, territorial resistance. Kuna maombi ambayo yamekwisha jibiwa, lakini jibu limezuiliwa angani, kama ilivyokuwa kwa Danieli. Ukisoma Danieli 10, mjumbe wa jibu anaweza kuwa anapigana na mkuu wa anga ama eneo. Maombi yako, siri iko hapa, maombi yako yanahitaji ustahimilivu, persistency. Ukikata tamaa mapema, unaruhusu nguvu za giza kushinda vita ya usafirishaji wa baraka yako. Maombi si tukio la mara moja,
ni mchakato wa kusukuma mpaka kieleweke. Push. You pray until something happens. Siri ya 5 ambayo ni siri ya upatanisho wa sauti. Lack of oneness. Hii ndiyo siri kuu zaidi. Maombi yenye nguvu ni yale ambayo mwanadamu anasema kile ambacho Mungu ameshakisema. Siri iko hapa. Maombi si kufanya Mungu afanye unachotaka, bali ni kujiweka tayari kufanya kile Mungu anachotaka. Ikiwa maisha yako ya kila siku, matendo, maneno na fikra hayapatani na kile unachoomba, unatengeneza static, mwingiliano mbaya wa sauti unaozuia mawasiliano ya mbinguni. Sasa basi, tafakari haya. Maombi si njia ya kubadilisha mawazo ya Mungu. Ni njia ya kumruhusu Mungu abadilishe hali yako kupitia utii wako kwa siri hizi. Je, katika siri hizi 5, ni ipi unahisi imekuwa ikizuia milango yako kwa muda mrefu? Ikiwa mafundisho haya yamefungua milango ya ufahamu wako leo, nataka kukualika kuwa sehemu ya safari hii. Huduma hii ina lengo moja kuu: kuleta nuru na hekima ya kweli katika maisha ya wengi. Ili tuweze kufikia watu zaidi na kuendelea kuzalisha maudhui yenye ubora kama huu, tunahitaji ushirikiano wako. Unaweza kusimama nasi kwa kusambaza, share ujumbe huu kwa wengine, au kwa kuunga mkono juhudi hizi kupitia njia tulizoweka chini. Uwepo wako ni nguzo muhimu katika kufikisha ujumbe huu kwa kila anayehitaji kuvunja ukimya wa mbingu. Na kama uko pale na haujampokea Bwana Yesu, ningependa kukupa nafasi hii ukaweze kumpokea sasa hivi. Sasa rudia nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, niko mbele zako, nisamehe leo dhambi zangu zote na makosa. Futa jina langu kwa kitabu cha hukumu, andika jina langu kwa kitabu cha uzima. Nimemkataa shetani na kazi zake zote. Nimekupokea Yesu uwe Bwana na mkombozi wa maisha yangu kuanzia leo na hata milele. Amen. Mungu akubariki. Tuonane tena wiki ijayo. And shalom.